ambapo tutaungana naye mwandishi wetu Willy Dennis Njiru maeneo ya Naivasha tueleze hali ilivyo baada ya maandamano ya siku ya Jumatano. Willy Dennis Njiru, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tueleze kwa sasa hali iko namna gani katika maeneo ya Naivasha, na je, makovu ya maandamano yaliwafikia namna gani wananchi wa kaunti ya Nakuru? Naam, kwa njia iliyo bora zaidi, mbashara kutoka eneo hili la Naivasha. Tuko takriban kilomita 5-6 hivi kutoka mji wa Naivasha kwenye barabara ya Nairobi Nakuru, ambapo eneo hili linajulikana kama Safari Center. Na hapo jana lilipokea makovu mengi tu kufuatia waandamanaji waliofika katika eneo hili, na wengi waliathirika hapa. Na labda tungeanza kidogo tu kwa duka hili la jumla la Naivas ambalo kwa kiwango kikubwa liliathirika. Na kwa hili hawa wengi walioko hapa nje kwa sasa ni wafanyikazi wa duka hili la jumla. Kwa kawaida wakati kama huu kunao wanunuzi wengi wale ambao wanaingia wasafiri kitoka kununua labda chakula hivi wakiwa njiani kuelekea makwao, lakini kwa leo duka hili limebaki likafungwa na tujapata nafasi ya kuingia ndani kwa sababu vitengo vya jasusi na vile vya bima vinaendelea kutathmini hali na uharibifu ambao umekuwa pale ndani. Na sio kwa hayo tu ambayo yalitendeka, utakapoangalia kwa duka hili la Safaricom vile lilikuwa na simu nyingi tu tuseme, na vifaa vingine ambavyo vinauzwa katika duka hili, na unavyoona kwa sasa ni kwamba halina chochote ijapo tu labda viti na samani zingine ndogo ndogo tu pale. Vile kuna duka lingine hapa la viatu ambalo lilikuwa na viatu vingi tu, na kwa sasa ni samani kidogo tu ambazo ziko, na ukiona pale vioo pia vile vimeweza kuharibiwa kwa kiwango kikubwa. Na Stanley, nitakujuza kwamba na watazamaji wetu kwamba hili duka la Dr. Mattress ni duka ambalo linauza magodoro ya aina yake, na tunavyoona kwa sasa ni kwamba eneo hili tu wenyewe waliweza labda kufunga tu kidogo hivi labda kabla ya wanabima hawajaingia, na lilikuwa limejaa magodoro pale ndani. Na kwa sasa mambo ni tofauti kabisa kwa sababu hamna magodoro yoyote pale kwa sababu yote yameshagura, na wengi waliathirika. Biashara zimeathirika kwa kiwango kikubwa hapa, na wanakadiria tu hasara ya mambo na hali ilivyokuwa hapo jana. Hizi ni baadhi tu ya taarifa ambazo tunazipigia msasa, na si hapa tu. Tunaarifiwa kwanza kwamba na asasi za kiusalama maeneo ya Mai Mahiu vile yaliweza kuathirika pakubwa na kuharibu utendakazi na biashara na hali ya kawaida ya biashara katika eneo hilo la Mai Mahiu. Endapo tutapata nafasi vile tunaweza fika katika maeneo yale ili kupigia upatu kilichojiri. Wale ambao wana biashara zao pale wanakadiria hasara gani kumradhi. Na vile kwa upande mwingine tunavyoweza kuangalia kwa sasa, vitengo vya usalama viko stadi na ange kuhakikisha kwamba hamna matukio mengine yanatokea kama yalivyo. Na upande mwingine kule kwa barabara kwa sasa, Stanley, kabla sijakurudishia usukani, barabara ile ingawa iko na magari machache, ile barabara inajulikana kama A104. Ni barabara ambayo inaunganisha magharibi mwa nchi na ina magari machache tu, japo kwa leo magari yamekuwa yakiweza kutembea hapa na pale. Na haya yote tutakuwa tukiyapigia tu mwangaza yalivyo kwa sasa mwendo wa saa 1 na saa 3. Lakini kwa sasa nakurudisha usukani mwenzangu Paul Kirobi, na nafurahi kwamba ubuheri wa afya sasa baada ya tukio lile ambalo lilikupata. Naam, asante sana Willy Dennis Njiru. Niko mzima buheri wa afya, Mwenyezi Mungu anaponya kusema kweli. Tukiachana na hayo kwa sasa, wacha tusalie katika kaunti ya